Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wakati tukiendelea na ziara yetu ndani ya mkoa huu wa Shinyanga, tumepokea taarifa kutoka kwa miongoni wa wafanyakazi wetu wa Al-Burhan Online TV, taarifa rasmi kutoka kwa shekhe wetu wa mkoa wa Mwanza, ambao alipata fursa ya kuipeleka dini katika eneo la Chamwa, wilaya ya Kwimba, ambako chini ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza, Sheikh Abeki amekuwa akiendelea na kutoa kipaumbele kikubwa katika kuhakikisha dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mkoa wake wanaendelea vizuri, lakini vile vile amekuwa akihakikisha wale ambao ni nje ya dini, manake watu kidogo ni wakando ya mji, anaishi katika ile kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba sote ni wamoja, na kama ni wamoja tuna jukumu la kusukuma gurudumu ili sote kwa pamoja tuweze kuingia peponi. Na alhamdulillah, shekhe wetu wa mkoa wa Mwanza siku hizi hawamuiti Sheikh Hassan Kabeke, wanamuita Mwana Nongo. Mimi kidogo sio mzuri sana kutafsiri lugha hizi za nyumbani, lakini naamini wale ambao mnaendelea kututazama na kutufuatilia mtakuwa mnajua maana nzuri. Kwa shekhe wetu wa mkoa wa Mwanza yuko Chamwa, wilaya ya Kwimba, ambako baraza BAKWATA mkoa wa Mwanza chini ya Sheikh Kabeke wanapeleka Uislamu, wanajenga misikiti, wanasilimisha watu, wanaingia katika Uislamu. Na haya ni baadhi ya clip. Wewe hebu njoo hapa na hebu njoo hapa. Kumba njoo kutanzika hapa, kumba anaenda kula. Allah. Kumba kuna kitu kamefichwa. Wengine hawajala kabisa, wana familia na watoto wengine, lakini yule mwanano naambia mwanangu wewe kwa jikusanya na wewe. Ndio maana mwanano wakijua, lakini kwamba mwanano huyu wanamuua. Naona tofasiri wasijue. Kwa hiyo kwa hili huyu ndio shehe wa mkoa na huyu shehe huyu ndio kitongoji, na hao mara kwa mara ndio wanapenda kusimama na kusema mawili matatu kama ulivyosema. Kwa naomba ni baadaye. Asante. Kwa majina naitwa ni Hariba Itazari, mwenyekiti wa kitongoji cha eneo hili la Mila, kijiji cha Chamwa. Nashukuru kwa mkuu aliyekuja hapa kututembelea, kutuletea msikiti, mkuu wa mkoa wa Mwanza. Nashukuru sana kwa kutuletea msikiti. Tena tunashukuru sana na wananchi wote tumeshukuru. Ndipo wapatikana eneo kwanza, mimi kama mwenyekiti wa kitongoji nilishukuru sana kwa kupata na msikiti, maana kijiji hiki kilikuwa hakina msikiti. Kwa leo sasa hivi kina msikiti. Cha kuomba tu mkuu wa shehe wa mkoa, tatizo letu tena maji. Kwa tunaomba maji katika kijiji hiki, katika eneo hili, ili kusudi yasogee kwenye msikiti huu maji, ili tuwe tunapata mapema maji, huduma ya maji. Kwa hilo mkuu wa shehe wa mkoa nitashukuru sana kwa ombi niliyoomba kama hili. Na mkabidhi mzee wangu wa eneo katika eneo la kitongoji hiki, naye aweze kuongea mawili matatu kwa niaba ya wananzengo kwa kuja kushirikiana nasi. Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA linazo programu nyingi. Miongoni mwa programu zake kwa sasa ni kujenga vituo vya afya kila wilaya. Lakini wakati huo huo tunazo programu kupitia wahisani wetu, wapenzi wetu, kutafuta visima vifupi na virefu. Kwa ombi hili mlolitoa, mimi niseme kwamba nimelipokea kwa namna gani? Nyote mnajua Uislamu ni dini ambayo inaendana sana na maji. Sisi hakuna anaweza kusali sala bila kutumia maji. Maisha yetu yote katika Uislamu kuanzia asubuhi mpaka kulala ni maji. Kwa tuwaahidi tu, tutapaza sauti, tutawaeleza wapenzi wetu wa ndani na nje, tutawaomba kama kuna eneo ambalo wanahitajika kulisaidia, basi ni eneo hili. Na tumeona hapa kwenye uwanja tuliopata, mwenyekiti, tunakushukuru, kuna ishara nyingi kwamba hapa eneo hili lina maji. Kwa tukuahidi tutapoleta maji hapa, tutajitahidi
maji hayo yasiwe tu kwa ajili ya ibada, bali pia yawe pia kwa ajili ya kuisaidia jamii. Na tunayafanya haya kwa ajili ya kuendelea kuiunga mkono serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye kwa hakika ni rais amefanya mambo makubwa kwa muda mfupi. Alipofariki mzee Magufuli wote tulifikiri vibaya, tukasema labda tutashindwa, nchi itasimama, lakini huyu mama amejitahidi ndani ya miaka yake 4, amefanya mabadiliko makubwa sana na maendeleo makubwa sana. Kwa sisi kama Watanzania, ule Uislamu ni dini yetu, lakini bado sisi ni Watanzania. Tunayo haki ya kuunga mkono jitihada za serikali, lakini Watanzania wote bila kujali dini zao, kabila zao, rangi zao na maeneo wanayotoka, wote ni ndugu zetu. Kwa hiyo walioko hapa, wawe Waislamu au sio Waislamu, wote ni ndugu zetu, na hivyo ndivyo anavyotufundisha Mungu wetu. Sisi Mungu wetu Allah ametukataza kubaguana, kwamba tusibaguane kwa kabila. Fupi za shekhe wetu akizungumza na wale watu na baadhi ya harakati alizokuwa anazifanya. Kwa hiyo sikupenda kumaliza ziara yangu hii bila kuitoa taarifa hii, na alhamdulillah kwa sababu niko Masjid Salami ambao ni ikoni ya mkoa huu wa Shinyanga, na nikatamani jambo hili la kimkoa wa Mwanza nilitaje mbele ya msikiti huu. Alhamdulillah. Kwa hiyo wote na wapenzi wa Al Burhan Online TV, endeleeni kutufuatilia kwa ajili ya kujifunza mambo mengi. Sisi ni Al Burhan Online TV. Sheikh wetu mkoa wa Mwanza, Allah kulinde kwa uhifadhi kwako na